Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, inaitwa Sina Makosa sehemu ya 20. Sina Makosa ni simulizi ambayo inawaangazia vijana wawili. Wa kwanza anaitwa Kituro na wa pili anaitwa Zegadi, ambao walitokea kuunganisha urafiki wakiwa wanasoma shule moja ya msingi na hatimaye wakaja kutengeneza udugu. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii bwana, kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Unaweza ukagusa hapo moja kwa moja ukawa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Ninachokuomba subscribe kama endapo unahitaji kuwa mwanafamilia, pia like kama endapo unapata funzo kutokana na simulizi hii, share ili na wenzio waweze kujifunza mengi kuhusiana na simulizi hii, lakini comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu yetu ya 20, tuendelee kuidadavua hii simulizi tujue ni kitu gani ambacho kiliendelea. Regina aliamua kumwambia yule mama kwamba amtoe nje ya geti ili aweze kuondoka, kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye hasira mno. Angela alitoka hapo moja kwa moja akazama ndani kwa kina Zegadi wanapolala. Akaenda moja kwa moja kama jinsi ambavyo alivyoagizwa na mchumba wake, aenda kaandae msosi, na kweli hakubisha, alienda kuandaa huo msosi. Hapo ndipo ambapo Zegadi alikwenda moja kwa moja mpaka mlegeto, akaanza kumuuliza Angela huku akisema, sasa sister, kuna haja ya kuwa unaenda nyumbani? Hakuna haja ya kuwa unaenda nyumbani. Unaonaje ukiwaambia baba na mama kwamba unaishi karibu na kaka, kwamba nimekutafutia chumba hapa hapa ninapoishi na wewe unaishi, kumbe tuwe tumetengeneza ujanja wetu. Si unajua sister, wewe ni mkubwa na mimi ni mkubwa, kwa hiyo tunaweza tukafichiana siri. Yaani ninachokitaka rafiki yangu aweze kuridhika, aishi na wewe vizuri kabisa, na kama kweli unampenda ni lazima hili jambo unaweza ukanishaurisha hata wewe tulifanyeje. Yana maana gani uanze kuishi na mshikaji? Huyu mimi namwamini tangu shule ya msingi, tuko pamoja, kwa hiyo sidhani kama anaweza kukufanyia uhuni. Nakumbuka mjini kwenyewe hapa Bugureni nimemleta mimi, alikuwa shangaro kabisa huko nje kabisa ya mji. Lakini nimefanya utaratibu wa kuwasiliana naye mpaka alipofikia hapa.
na kama jinsi ambavyo ulivyomuona akiwa anaendelea kuuza bidhaa. Mimi kukaanga karanga nilikuwa sijui, kwa hiyo yeye ni mtaalamu, kwa hiyo amekuja na kweli tumeweza kuunganisha nguvu zetu mpaka hapa tulipofikia. Na sio kwamba eti pesa hatuna. Pesa tunazo na tunapanga kabisa tuondoke mpaka machimboni, na ni kesho kutwa tuna, wala hata sio zamani. Tunataka kesho tuende tukauze biashara zetu za mwisho. Kwa hiyo sio kwamba eti huyo jamaa hana hela, anazo. Hata mimi mwenyewe hela ninazo, sio kwamba eti hatuna. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo ulivyosema, Edina mimi naenda kumnyenyua. Nataka tuanze kwanza kuishi sogea tuishi. Kwa hiyo ndio maana ninasema hivyo, kwamba wewe uishi na mshikaji na mimi nije niishi na rafiki yako Edina. Maanake wote tuwe tumekuwa na wake, halafu masuala ya ndoa tutarekebisha baadaye. Baada ya kujijenga sasa, kwamba tayari kila mmoja ameshapata kiwanja. Uzuri wa huyu blaza bwana, yani tangu shule ya msingi huwa pesa tunaweka pamoja, hajawahi kunitenga, sijawahi kumtenga. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Au unasemaje my sister? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Zegadi, hapo ndipo ambapo Angela alizungumza huku akisema, "Oi, hivi mdogo wangu, ulikuwa wapi wakati wote kuleta wazo kama hilo? Mimi nilikuwa nawaza hata kama nikiamua kuja nitakaa wapi? Geto lenyewe moja, mnaishi watoto wa kiume tu, mimi ningeishi wapi?" Nilikuwa nawaza sana hicho kitu, lakini kwa vile umesema wewe, basi ngoja nifanye mchakato. Kiwezekana kesho tu nianze kuishi naye. Kwa kweli nampenda sana huyo rafiki yako, sio siri. Nampenda sana. Hata siku ile wakati umeona nilipokuwa nimedondoka kipindi kile, ukamleta dereva mkanichukua kwenye bajaji na kuanza kunipeleka hospitali. Pale ni upendo tu, yani alivyozungumza tu kwamba, "Angela kipenzi changu, sikiliza, siwezi kukuficha mdogo wangu, nilianguka chini nikiwa sijitambui. Yani nisikia msukumo wa moyo kama kuishiwa nguvu hivi, nikawa nimeanguka chini. Nilikuwa nimeishiwa tu nguvu, lakini sio kwamba eti nilikuwa nimezimia au labda nilikuwa na tatizo. Na ndio maana sasa nilikuwa nawasisitiza nitoeni kwenye bajaji hiyo, kwa sababu mimi ni mzima. Kwa hiyo nguvu zilirejea tu. Kwa hiyo mdogo wangu, umenisanua kweli kitu ambacho nilichokuwa nakiwaza muda mrefu. Kwa jaribu kuongea na huyo mzee, kama endapo kuna chumba akupatie kabisa." Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Angela moja kwa moja, bwana Zegadi alitoka humo ndani akaenda huko akiwa anapiga makofi moja kwa moja mpaka kwa bwana Kituro. Hapo ndipo ambapo alianza kuzungumza huku akisema, "Bwana shemeji, washe
hapa mambo yameshatiki. Unajua nini? Nimekuja tu kukuomba ruhusa yako kwa sababu sitaki niifanye kitu ambacho hakiwezi kwenda mbele. Ambacho ninahitaji tukifanye sasa hivi, tumuulize mzee Misondo kama endapo chumba kipo, alafu wewe uanze kuishi na Angela katika hicho chumba. Tununue kama ni vitanda ni nini, tuweke ndani ili uanze kuendelea kuishi. Mimi hicho kitanda ambacho kilichopo humo ndani nimlete rafiki yake na Angela, yule Edina yule, nianze kuishi naye. Kwa hiyo tuanze kuishi na wake zetu. Sawa bwana shemeji, itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa sababu tukiendelea kulegalega, yale matoto ya kitajiri yataanza kutuletea shida, na halafu yatahitaji eti tuyaoe, hali ya kwamba yanatuzidi pesa. Wewe unaoaje li mwanamke linakuzidi pesa? Si ni kesi hiyo? Kwa hiyo bwana shemeji, hebu tuyakwepe kwa namna hiyo. Tuanze kabisa kuishi na wake zetu. Uzuri mimi najua Edina amenipenda kweli, kwa hiyo hawezi kuacha kuja kuishi Sogea tuishi kwanza. My sister hawezi kuacha, yani huyu sasa ndo namjua kabisa, ni pacha wangu. Kwa hiyo ni Kurwa, namjua A to Z. Na ndio maana yeye ni A, maanake Angela, maanake ndo anayeanza, alafu mimi ni Z, Zegadi, maanake ndo namalizia. Kwa hiyo namjua A to Z, maanake namjua Angela to Zegadi. Kwa hiyo usiogope, hawezi akafanya chochote kwa sababu mimi mdogo wake nipo. Usije ukafikiria labda eti atakuwa amekupendea pesa. Pesa zenyewe tunaweka mimi na wewe. Kwa hiyo hawezi kujua kwamba ziko wapi. Nisho tu ni kwamba pesa zitakapokuwa zinaisha, unaniambia, unasikia bwana shemeji, mimi naenda kuchukua pesa. Alafu unaingia pale kwenye akaunti yetu ya kificho, unachukua. Na mimi nikiishiwa lazima nikuambie leo, kutokana na hali kama hii, basi hii tunaenda kuitunza, lakini hii tuigawane kwa ajili ya matumizi yetu sisi na wake zetu. Au unaonaje kijana? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Zegadi, Kituro alisimama na kuanza kurusharusha mikono hapa na pale, akimaanisha kwamba anaunga mkono hayo yote yaliyozungumzwa, kwa sababu kiukweli hata yeye mwenyewe alitokea kumpenda Angela, kwa sababu Angela ni mrembo, ila tu alikuwa naogopa kwa sababu amefanana na Zegadi. Kwa hiyo na baada ya kumdodosa vizuri, alisema kabisa kwamba yeye ni dadake na Zegadi. Sasa hapo kidogo ilileta changamoto kwa sababu alikuwa naogopa, akifikiria kama endapo Zegadi atajua, ni kitu gani ambacho kinaweza kikafuata, si ni kufukuzwa na kurudi Shangalo. Hicho ndicho alichokuwa na kiwaza. Lakini kwa vile mambo yote dada yake ameyaweka hadharani, ameamua kumwambia Zegadi, na kutokana na hali ya utu uzima, sio kwamba eti ni watoto wadogo. Zegadi alichukulia hali ya kawaida, kwa sababu kumbuka hawa ni marafiki tangu shule ya msingi. Kwa hiyo alimpenda mwenzie vizuri kabisa, na kumbuka hata pesa wanaweka pamoja. Kwa hiyo hakuona ajabu kama dada yake ataolewa na rafiki yake huyo ambaye kila kitu wanashare, haitaleta shida. Basi moja kwa moja Kituro na yeye alizungumza huku akisema, yani aise, rafiki yangu, yani hapa ndo unanifanya niwe na moyo, yani tuendelee kushirikiana hiyo, yani tushirikiane vya ukweli.
Yaani sikujua kabisa kama endapo utakapokuja kugundua kama mimi ninaishi na dada yako Angela kwenye mahusiano, kama ungeweza kuliafiki. Yaani nilijua tayari mimi naenda kufukuzwa, mimi naenda kutafuta chumba cha peke yangu nikajitegemee. Lakini rafiki yangu umeniheshimisha kwa hali kama hii. Yaani kimsingi yaani milele daima bwana shemeji. Yaani urafiki wetu ndo utazidi kukomaa zaidi kwa sababu tayari tumekuwa ndugu wa damu. Ni kweli tufanye hayo yote kabla ya muda haujaenda haya matoto ya kitajiri yakaanza kutusumbua. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, ni kweli Bwana Zegadi aliingia ndani, huku dada yake akiwa anaendelea kutengeneza msosi wa ukweli. Yeye aliingia ndani akaamua kuchukua pesa ambazo alizokuwa ameenda kuwadai wale wateja wake, akatoka nazo nje akiwa nazo mfukoni, akachukua na zile ambazo alizokuwa ameziacha kwenye pochi ambayo anatembea nayo, yaani wallet wanaita, pochi za hela hizo. Hatimaye akamwambia Bwana Kituro waondoke moja kwa moja mpaka Bugureni mjini, waende wakafate matumizi ya ukweli. Hapo ndipo ambapo, kutokana na kwamba huyu mzee Misondo alikuwa bado hajaondoka, kwa hiyo activity zote hizo zilikuwa zikiendelea, hali ya kwamba yeye amekaa kwenye kibaraza karibu kabisa na mlango wa kwake. Hapo ndipo ambapo kabla hawajaanza kuondoka, Zegadi alimfuata Misondo na kumwambia kuhusiana na vyumba, kwa sababu mavyumba yalikuwa mengi karibia 64, lakini watu ambao waliokuwa walikuwa wamepanga mwisho namba 36 tu. Kwa hiyo yale mengine yote yamebaki, bado hayajapata wapangaji. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo baada ya kuambiwa akaweka kwenye orodha ya 37. Uzuri ni kwamba namba 27 ndicho chumba ambacho kilikuwa na chenye kiko wazi. Kwa hiyo namba 26 akawa anaishi Zegadi kama ilivyo kawaida, lakini rafiki yake akawa amechukua namba 27. Kwa hiyo vinaendana kabisa, unatoka mlango huu na ingia huu. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 20 ya simulizi yetu hii Sina Makosa imeishia hapa. Tumemuona Regina akaamua kumwambia yule mama aweze kwenda kumtoa kabisa, na kweli yule mama amekubali, amemtoa kwa sababu alikuwa na hasira asije akaanza kuleta mambo mengine akajaza watu. Aliondoka. Baada ya kuondoka, Angela akaingia ndani kwa kina Zegadi wanapolala kwenda kutengeneza ule msosi kama jinsi ambavyo kipenzi chake Kituro alivyozungumza. Lakini pia akiwa anaendelea kuandaa hapa na pale maakuli, Zegadi aliingia ndani na kuanza kumshaurisha dada yake namna jinsi ambavyo anaweza kaishi na huyu mchumba wake. Hatimaye mambo yakaenda sawa. Je, unahisi haya mahusiano kati ya Kituro pamoja na Angela yatafikia wapi?
yataendelea au yatakatizwa katikati, kutokana na kwamba Regina ana hasira kweli kweli. Ni nini ambacho atakachokifanya Regina? Na kusihi usiache kuifuatilia mpaka mwisho uweze kujua kwa nini ikaitwa Sina Makosa na ni kwa nini huyu binti wa kuitwa Regina anazidi kuapa kwamba hawezi kukubali haya mahusiano yakaendelea. Kumbuka mpenzi msikilizaji na mtazamaji wangu, Recho alipo hajui hili wala lile. Je, unahisi Regina kwa haya ambaye ameyaona na kuyasikia pia, Recho anaweza kuambiwa, na atakapoambiwa na yeye ni kitu gani atakachokifanya? Twende pamoja. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King. Kama endapo hauja subscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo.